Habari za leo ndugu waandishi wa habari, habari za jioni, Ramadhani Karim na Kwaresma njema kwa wenzetu upande wa pili. Mimi naitwa Divoice, ni msanii kutokea lebo ya WCB Wasafi. Niko hapa kwanza kuwashukuru, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa kampuni ya Food Processing Industry, Kwanza Oil, kwa kuwa mdhamini wangu mkubwa wa tour yangu ya Divoice Tour mwaka 2026. Hii nitoe shukrani za dhati sana kwenu viongozi Kwanza Oil kwa kuamua kusimama na mimi kupushi muziki, kupushi industry ya Tanzania. Shout out kwa Kwanza Oil sana. Pia vile vile na ningependa sana ni wajuze, kwa sababu Kwanza Oil wanatoa kama walivyosema mafuta halisi ya alizeti ambayo kuna lita ambazo kila Mtanzania kwenye matumizi yetu ya kila siku, akina mama nyumbani, mahotelini, mawapi, mafuta yanahitajika. Sasa nimeona nishirikiane nao kwa sababu kwanza ni kitu ambacho Watanzania wengi watakuwa wanakihitaji na sisi tupo katika kuwafikishia. Kwa shukrani za dhati sana kwa Kwanza Oil ambao ndio wamekuwa wadhamini wakuu sana katika tour yangu, na mimi naahidi nitaungana na nyinyi kama nyinyi mlivyoamua kunisupport kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na uzuri sio kwenye tour tu, mpaka baada ya tour pia kutakuwa kuna jambo kubwa ambalo tumeshakwisha kuliandaa. Kwa shukrani sana kwa Kwanza Oil kwa utambulisho wangu huo, unatosha sana. Lakini pia niseme tu kutokana na ushirikiano wetu huu utaenda kukuza mafanikio makubwa sana kati ya Kwanza Oil, Divoice na Watanzania, kwa sababu kwenye kila mkoa tutakuwa tunawapatia bidhaa zetu za Kwanza Oil watu ambao wenye uhitaji. Na imani ukishatumia siku moja, mimi walinipa jana siku moja chupa moja hii, leo nikiondoka na hisi nitazichukua hizi zote, nikiondoka zote zinaondoka nazo. Kwa hiyo kwa shukrani zangu nyingi sana kwa Sunflower Oil, Kwanza Oil, lakini pia bila kusahau alokuwa pembeni hapa ni kiongozi wangu, ningependa naye aje kujitambulisha. Na hisi mnamjua lakini ni vyema angejitambulisha pia. Karibu. Shukran na habari jioni. Kama alivyosema msanii wetu Divoice, mimi naitwa Kim ama Kim Kendo, wengi wanavyonifahamu. Mimi ni mkuu wa masuala ya digital kwenye lebo ya Wasafi, lakini pia msimamizi wa msanii Zuchu pamoja na wasanii wengine Wasafi. So kama lebo tuko hapa pia tukishirikiana na Kwanza katika makabidhiano usafiri huu katika mwanzilishi wa Divoice Tour 2026. Na kama lebo tunafuraha kuona Divoice anazidi kukua kila siku. Hii ni tour anaifanya kwa mara ya pili, na kwa safari itakuwa ni mikoa 8. So kwa wadau kuanzia medias, mashabiki wa mikoani ambapo tour itakapoanza, tunachoomba wao hakikisha wanatokea kwa wingi katika tour hii na kumsupport Divoice. Na sisi kama lebo kazi yetu ni kumsupport msanii wetu, na kikubwa tunachojivunia tunaona ukuaji wake. Divoice alitoka mwaka 2023, mwishoni mwa mwaka 2023, na tangu kuachiwa kwake ameonyesha ukuaji mkubwa sana. Kutoka Boomplay ama Plug ya kuweza kufikisha streams zaidi ya milioni 100. Ni kuna wasanii wengi wakubwa nchini hawajafanikiwa kufikisha hizo streams milioni 100. So tunaona ni kwa namna gani Divoice ameweza kufanya vizuri tangu kuachiwa kwake, na hajaishia hapo na anaendelea kufanya vizuri. Mwaka huu tunategemea Divoice aachie project kubwa sana ambazo zinaweza zikabadilisha career yake ya muziki. So kwa medias, mashabiki pamoja na Kwanza tunategemea tuendelea kushirikiana katika mwanzo wa hii tour mpaka mwisho wake, na tunamtakia kila laheri Divoice katika mwanzo wa tour hii, sababu mikoa 8, safari ni ndefu kidogo, mikoa ni mingi. Kwa hiyo tour yake ianze vizuri na imalizike vizuri. Lakini pia in terms of project kama msanii Divoice tunategemea ataachia project kubwa sana mwaka huu ambazo sisi kama lebo tuna imani zitabadilisha mtazamo wa watu wengi kwake Divoice, na si tu katika upande wa Singeli lakini katika upande wa industry nzima ya Bongo Flava. Nashukuru. Asante sana. Kim ni mmoja wa viongozi pale katika lebo ya Divoice, sio swala dogo. Asante sana. Kwa na kumbukumbu nzuri. Ndio. Mmoja wapo kubwa wa msanii. Sahi. Tunafahamu kutoka Kwanza Oil. Gari ni kwa ajili ya tour tu au ukimaliza gari inakuwa ni mamlaka?
kabidhiano, kitu ambacho ndio maana nikasema ningependa nitoe shukrani nyingi sana kwa Kwanza Oil. Ile gari ni kwa ajili ya tour, lakini pia tukimaliza ni inakuwa mali yangu. Ndio uzuri, ina maana kwa sababu Divoice Tour sio tu mwaka huu, ina maana inaenda tena mwakani na mwaka mwingine. Ina maana ni kitu ambacho tunakihitaji kwa mwaka huu na mwaka mwingine, ila tu sikodishi. Kwa hiyo kisha tu gari langu nitalipaki. Ila nashukuru sana kwa Kwanza Oil kwa uaminifu zaidi. Inshallah tukimaliza tour, kwa watu ambao hawatuamini, tutaonesha pia likiwa halina stika na hati na nini, ile kadi ya gari yao. Sahi. Ndio. Ndio. Exactly, mipango ipo kwa sababu sisi kwamba watatoa tu mafuta tu, hapana, kutakuwa pia tuna nguo, sare zetu kwa watu wenye uhitaji ambao watakuwa wana mavazi, kwa tutawaachia. Lakini pia tumepanga kwa kila sehemu tutakapoenda tutakuwa tunaacha dumu zaidi ya 100 za mafuta kwa wamama. Kwa hiyo ukiangalia tu ukitoa tu dumu zaidi ya 100 kwa mama wenye uhitaji ni mchango mkubwa sana, ni mrejesho mkubwa sana. Sisi tuna imani kwa sisi Waislamu ambao tumefunga, hata Mungu mwenyewe anakuruzuku. Ina maana kama sisi wanaotusupport ni mtaa, wanaotusupport na watu wa mtaa, kwa hiki kidogo chetu lazima tukirudishe. Sasa tukiwa tunaenda kukirudisha mafuta, haitomaanisha watu watataka mafuta tupu. Wewe unaelewa. Kuna wengine wanataka Divoice tuache hivi hivi, kwa hiyo ni katika urudishaji. Kama kuna wengine pia watakuwa na matatizo ambayo tutaweza kuyatatua hapo ndani ya uwezo wetu, tutapambania. Alhamdulillah, pia nashukuru Mwenyezi Mungu, mimi ni miongoni mwa wasanii ambao naunganaga sana mkono nikiona matatizo ya watu ambao na uwezo wa kuwasaidia. Dr. Kumbuka au Diamond anaweza akasema mimi ni miongoni mwa wasanii ambao ninawatumia sana watu, bwana huyu kavimba mguu, huyu katolewa jicho, ukafanyaje, tunamsaidiaje. Kwa hiyo najitahidi sana kwa sababu naamini mimi nimepata nafasi ya kukaa na matajiri. Diamond ukikaa naye kwa mbali, ukimsikia ana hela, ukishakaa naye ndo unagundua kwamba ni tajiri. Kwa hiyo mimi nimepata nafasi ya kukaa na tajiri, kwa mara nyingi nakuwa namtumia bwana huyu kama anaweza kusaidiwa asaidiwe. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutarudisha pia katika jamii katika namna tofauti tofauti. Hiyo sasa ni mipango yetu. Yeah. Okay, labda kama kuna swali kwa mwandishi wetu. Karibu bosi. Okay, lengo la tour kwanza kuonyesha ukuaji, lakini cha pili kunifanya niwe karibu na wapenzi wa muziki wangu, lakini la tatu pia kwenda kutafuta watu ambao hawanifahamu na watu ambao hawakupenda muziki wangu. Ina maana muziki wangu utaenda kushawishi mtu ambaye alikuwa hanikubali na mtu ambaye alikuwa anijue. Lakini pia muziki wangu utafanya nikakutana na watu ambao pengine walikuwa wanaofia expensive zangu mimi za kufika hiyo mahala. Kwa kuna shabiki yangu anahitaji kuniona, atanionaje? Na maana mimi nimekurahisishia. Divoice Tour itakuwa inaenda by far, pia na hii itakuwa inaenda kwa misimu yangu ya muziki yangu yote. Hii ni project yangu endelevu. Kwa hiyo itakuwa kwa kila mwaka, kwa sababu ni kipimo pia cha mimi kujua na watu kiasi gani wananikubali, mchango wa watu kwa upande wangu ni kiasi gani, naweza kujaza watu wangapi, nikisema na mashabiki zangu najivunia na mashabiki kiasi gani. Ina maana hii itasaidia kuonesha ukuaji wangu, ni kipimo changu mimi mwenyewe binafsi. Nikitoka pale na kwa nimejifunza itakuwaje. Kama kuna waandishi wa habari walikuwepo mwaka jana, waliona maandalizi ya mwaka jana na ya mwaka huu ni tofauti. Ukianza kuona kuanzia kwenye cover, teaser, ile cover nilopiga ile sidhani toka industry ya Bongo imeanzishwa, sidhani kama kuna msanii kapiga cover vile, very expensive, very different, ina ubunifu. Kwa hiyo inaanza kuonesha namna gani ubunifu sisi wenyewe tumejiandaa kukua. Kwa hiyo sasa kwa sisi tunavyojifikiria, tunatamani tukaone, je, tunavyojifikiria tuko sawa? Je, kuna ukuaji? Kwa sababu sisi tunaongea tu kwa sababu tuko kuna ukuaji na tunatamani tufanye sehemu nyingi, ila kwa nini Tanzania? Kwa sababu bado tunatamani tulishike soko la Tanzania zaidi. Kwa ndio lengo la kuanzisha tour. Tumeelewana? Asante sana. Okay, kama kuna mwandishi mwingine? Msanii wa kwanza mwenye umri mdogo ni 25. Yeah. Ndio. Ndio. Yeah. Yeah. Kwa kwenye singeli wamekupa ufalme au bado wanaendelea kujiita falme na hizo chumba zinaendelea? Mimi kwenye singeli nimeambia sitaki tena ufalme wao.
Mimi nimekuwa nataka urais. Sasa mimi rais ndio nachagua nani awe mfalme, nani awe mbunge, nani awe waziri. Kwa hiyo mimi ndio nawachagulia. Wacha wachukue ufalme, mimi nimechukua rais. Sababu uongozi wa sasa hivi uongozi tunaona wafalme, wanaongozwa na marais. Na maana katika marais ndio kuna machifu ndani yake, sijui kuna nani ambao wanateuliwa na rais. Ina maana mimi nipo katika kuwateua vijana wangu, nani nimweke wapi, nani akae wapi, nani akae wapi. Lakini mpaka sasa hivi hakuna anayeweza kivyo vyote. Namna yote ambao wanavyotaka hamna anayeweza. Hamna anayeweza kiiti, hamna kivyo vyote. By far pia hii sio tu kwa wasanii wa Singeli. Bongo Flava tuseme tu wasanii tu nchini ni wengi. Wasanii nchini ni wengi. Ina maana nikwambia nipo katika miongoni mwa wasanii 13 Tanzania, nilikosea kuandika 15 East Africa. Tunazungumza Kenya, Tanzania, sio wapi, ni msanii wa 15. Kwa hiyo ina maana usichukulie poa. Yaani ni kitu ambacho kuna mabrother wamesustain katika game muda mrefu ila hawakuwahi kufanikisha. By the way, mimi niko hapa kushow miracle, niko kushow miujiza tu. Kwa sababu ukiachana na swala stream, mimi ni msanii wa 3 nchini kuanzisha matamasha toka nchi imeumbwa. Maana hapa tunazungumzia Wasafi Festival, tutaweka labda Nandi Festival, inakuja Divoice Tour. Ina maana ni kuonesha namna gani na thubutu. Waandishi wa habari wapo zaidi ya 10. Unaona kutafuta viongozi kama kwanza wao ili kuamua kudhamini ni kampuni kubwa. Ina maana paka anaamua kudhamini sio poa. Na by the way pia Divoice Tour mwaka huu kwa watu ambao wanataka kufanya utaratibu wenye venue ambao wanataka tuje, Divoice Tour mwaka huu watu wanalipia. Ina maana paka sasa hivi tumeposti show 10. Sio kitu kidogo, nasafirisha timu Costa yote inajaa na kuna wengine wanapita kwenye ndege. Ina maana sio kitu cha kawaida. Ni msanii wa 3 nchini kuanzisha matamasha yangu. Akitoka Diamond anafuata Nandi, nafuata mimi. Kwa naingia katika history, yani katika top 3 ni matamasha yangu ambayo yatakuwa ni endelevu. By far pia tutakuwa tuna invite wasanii kwa sehemu nyingine. Kwa hiyo nipo hapa katika kuonesha miujiza. Singeli leo hii imefanya niwe msanii wa kwanza wa Singeli. Sasa tunatoka sio kwenye nchi, inakuwa duniani. Mwenye stream milioni 100, mwenye numbers nyingi kwenye kila sehemu. Kwa hiyo inaonesha ukuaji wangu. Wasanii wa Singeli hawaniwezi kivyo vyote. Watake kunipa, wasitake kunipa. Ila uko unajulikana. Anaibisha aje nyumbani nimuelekeze. Ndio. Semeje tukakuwa na vipi naye mafuta? Anapika, lazima atakuwa. Japokuwa sasa hivi sina mpenzi. Ila nitachukua kwa sababu sio mimi mwenyewe so kawaida anapika. Mimi niko vizuri kwenye ngo ya kupika kidogo. Kwa hiyo nitachukua nitaenda kutoa kitu mimi nitapostia baadaye. Ila shemeji sasa hivi hapana. Na wazani inakuaje mchongo wa shemeji? Yeah, sawa. Yeah. Okay, sawa. Kuna swali lingine? Karibu. Yes, Divoice sehemu ya kwanza ndio kwenye tour inaonekana pale Mwanza, lakini sehemu ya mwisho pia ni Arusha. Kabla ya Arusha utakuwa Dar es Salaam. Ndio. Sio yako unamalizia ukiwa Arusha. Ndio. Kwenye matamasha mengi ya muziki wa Dar es Salaam kama ni kitovu cha mwisho. Kwa nini Dar es Salaam hujaweka? Okay, sasa kama nilivyotanguliza kusema kwamba Divoice Tour za mwaka huu utaratibu wake ulivyo venue zinalipia. Ina maana unavowahi kulipia ndo tunakupa tarehe. Haitomaanisha kwamba ile itaishia pale. Ina maana kuna watu tunaendelea kubageni nao. By far pia nahisi yani top ambao hatutaweza kuzidisha itakuwa ni mikoa 15. Kwa sababu ikitoka hapa inatakiwa iende katika East Africa. Kwa hiyo inatakiwa isimame hapo kuanzia kwenye Arusha iende East Africa. Kuna nchi ambazo tushaorganize Divoice Tour itaenda Uganda, Burundi, Kenya, tuseme Swahili Nation zote itaenda. Kwa hiyo inshallah inabidi sasa tuna maximum idadi ambayo sisi tunataka. Ina maana tumeweka Arusha kwa sababu Dar es Salaam walilipia kwanza, alafu Arusha wamefuata. Ina maana kama kuna mtu mwingine pia atalipia tutamweka mbele ya Arusha. Kwa sisi tunafuata tarehe yetu. Kama unavyoona hapo tumeposti tarehe. Ina maana sisi maximum show ni 15, hatuzidishi zaidi hapo. Mpaka sasa hivi tumeposti show 9 na hisi na kuna moja leo manager ataitangaza itakuwa ni ya 10. Kwa ina maana tutaenda show 15 mwisho. Lakini lengo letu sisi tungekuwa tuna uwezo tungezunguka nchi